sababu namba A, kifungu kidogo pale kinakwenda kujumuisha na kutoa mganyisho na kwenda kuzungumzia ardhi ni mali ya nani. Kwa mujibu wa sheria sisi ni wamiliki tu wa muda, lakini wenye mamlaka wa kumiliki ardhi wapo, na ndio maana nikasema kasomeni sura namba 113. Watu wote Tanzania wanaomiliki ardhi, hakuna sheria imewapa mamlaka kumiliki ardhi maisha, haipo. Hayuko Mtanzania anayemiliki ardhi kwa miaka 100, hayupo kwa mujibu wa sheria za nchi na katiba ya nchi. Leo unapokwenda kuingia mkataba alafu ukaweka katika watu ukasema mkataba huu maisha, swali la kujiuliza, Dar es Salaam Young Africans kwa mujibu wa sheria za nchi wanamiliki maisha ardhi? Kwa ukisoma sheria ile sura namba 113 ukirudi kwenye kifungu kidogo inasema mwanzo wa kumiliki sheria ya ardhi ni miaka 33. Ukikosa 33 kuna 66. Ukikosa 66 kuna 99. Hata miaka 100 huwezi maana yake kuna watu wanamiliki ardhi wanamilikishwa na serikali kwa miaka 33. Kuna kundi la 33, kuna kundi la 66 na kuna kundi la 99. Maana yake serikali kwa mujibu wa sheria ikikwambia tunakupa uwanja kwa miaka 33, ikisha 33 maana yake uende nini? Kulinyo. Sasa unaingiaje mkataba maisha? Huyo unaingia naye, maana yake ukiangalia kwa mujibu wa taratibu, hata management ya Yanga wamekwenda kumtapeli GSM, kwa sababu wao wenyewe hawana mamlaka kwa sheria ya nchi kumiliki ardhi maisha. Sio mimi, mtu anichukia tu. Mimi napita kwenye kanuni na sheria za nchi. Mimi nazungumzia sheria ya ardhi sura namba 113, wakasome Neri. Mimi na nukuu. Sasa wewe leo sheria yakupi mamlaka ya kumiliki ardhi maisha, wewe unaingiaje mkataba na mtu maisha? Pengine msukumo wa kukurupuka ni nini kwa upande wa Young Africans na kampuni ya GSM? Mimi nafikiri watu wanaishi kwa mihemko. Hii ndio shida. Watu wanaishi maisha kwenye kioo. Mtu anaweka kioo pale, amevaa vizuri lakini bado anaweka kioo anataka kujiona. Aidha amependeza au hajafanyaje? Haya ndio maisha ambayo Watanzania wengi hivi sasa tunaamini kuishi katika staili. Kwa process zinaanza upya. Watajua wenyewe. Asijua maana wala usimpe maana, na wale lala wala usifanyaje? Simamishe. Nikushukuru sana mwandishi wangu. Bwana, hivi karibuni Engineer Hersi alitangaza kwamba maandalizi ya uwanja yanaanza, na tayari wakatangaza kwamba wanaanza mapema haraka sana, na siku hiyo alitangaza kwamba kesho wanaanza ujenzi wa uwanja mpya. Mimi sijazungukia maeneo yale ya Jangwani. Kisugu, wewe una marafiki zako kibao kina Dosa, pengine kuna kitu chochote wameweza kukuambia, ama pengine umepitia maeneo yale kukagua kuangalia kama ujenzi umeanza? Mara bado ujenzi hujaanza. Na moja sababu ambayo ujenzi hujaanza, mimi naamini baadhi ya management ya Yanga walikurupuka katika kile ambacho walichokifanya. Baada ya kukaa chini ya kutafakari, kuangalia kile ambacho walichokuja kuwaeleza Watanzania kuhusu mkataba kati ya Yanga na kampuni ya JSM, una matatizo makubwa, yanahitajika kufanya marekebisho. Kuna matatizo. Kwa nini nasema hivyo? Nchi hii inaendeshwa kwa mujibu wa taratibu na sheria na katiba iliyopo. Unapozungumzia swala la ardhi, lina taratibu zake na zina sheria zake. Na ukitaka kwenda kujua, nenda kasome sheria ya ardhi sura namba 113, sheria iliyotungwa 1999. Hiki ndicho ambacho kinachokwenda kukwamisha Yanga wasiweze kuanza nini? Ujenzi, kwa sababu walikurupuka katika kile ambacho walichokifanya. Ukiangalia ile sura sheria ya ardhi ya 113 ya mwaka 1999, ukiteremka kifungu